Mazungumzo ya amani yaliyopaswa kufanyika leo nchini Angola kwa lengo la kutafuta suluhu kwa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamepata pigo kubwa baada ya kundi la waasi la M23 kujiondoa. Uamuzi huu unazua maswali kuhusu hatma ya mazungumzo, mustakabali wa usalama mashariki mwa DRC na hatua zitakazochukuliwa kwa pande husika ili kudhibiti hali ya mambo na mzozo unaoendelea DRC. M23 ambalo limekuwa likiendesha mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali mashariki mwa DRC tangu 2021 linadai kupigania haki za jamii ya Watusi wa Kongo, lakini limekosolewa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na uhusiano wake na mataifa ya kigeni. Kujiondoa kwa kundi hili kwenye mazungumzo kunazidisha mvutano wa kidiplomasia na kunatishia kurejesha mapigano katika maeneo yaliyoathirika tayari. Serikali ya DRC kuendelea na mazungumzo bila M23, nini hatima yake? Pamoja na kujiondoa kwa M23, serikali ya DRC imeashiria kuwa itaendelea na mazungumzo na makundi mengine ya waasi. Juhudi hizi zinaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambazo zinaamini kuwa mazungumzo ni njia bora ya kupata suluhu ya kudumu kwa mgogoro huu. Wakati M23 wakisusia ujumbe unaoiwakilisha DRC huko Luanda tayari kwa mazungumzo, msemaji wa rais wa DRC Felix Tshisekedi aliambia shirika la habari la AP na kunukuliwa na Al Jazeera kwamba wenyewe watashiriki mazungumzo. Hata hivyo, kuna changamoto kubwa. M23 ndilo kundi lenye nguvu zaidi kijeshi miongoni mwa makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Kutoshiriki kwao kunamaanisha kuwa hata kama makubaliano yatapatikana na makundi mengine, bado hali ya usalama haitaimarika kikamilifu. Swali kuu linabaki, je, mazungumzo haya yanaweza kuwa na maana gani bila ya ushiriki wa M23? Na je, serikali ya DRC itatafuta njia nyingine kama operesheni za kijeshi ili kuikabili M23? Mimi na wewe hatujui, lakini kubwa tunaombea amani na msawazo wa moja kwa moja uweze kupatikana. Mimi ni mtangazaji wa taifa na hii ni Kurasa TV Online.